kwa kuwa mbio za Mwenge wa Uhuru zinapita halmashauri zote nchini. Nikiwa kama waziri wa nchi ofisi ya Rais TAMISEMI, tutahakikisha ushiriki wa kila mmoja katika maeneo ambako mbio hizi za Mwenge zinapita, kila kona ya taifa hili, kwa viongozi wa mikoa, wakuu wa mikoa, kwa viongozi wa wilaya, wakuu wa wilaya, wakurugenzi wa halmashauri, makatibu tawala wa wilaya, na kila mmoja katika kila kona ya vijiji, vitongoji, kwenye halmashauri na kwenye mikoa kote nchini. Mbio za Mwenge zinatuhamasisha maendeleo, na leo tunaposimama hapa tunashuhudia miradi mikubwa ya kimkakati ambayo inazinduliwa, miradi ya kimaendeleo inayozinduliwa katika maeneo yetu. Na hapa Rufiji tumepiga hatua kubwa. Kiongozi wa mbio za Mwenge, nikukaribishe tena kwa mara nyingine. Tunayo miradi ya shule, miradi ya masoko, miradi ya barabara, miradi ya vituo vya afya, miradi ya zahanati mipya. Kwa sababu nyakati tulipoanza tulikuwa chini, na sasa tumepiga hatua kubwa, na haya utakwenda kuyashuhudia, na pale pengine tutakapopata fursa huko mwishoni tutaeleza kwa ufasaha namna miradi imetekelezwa, hasa wakati wa serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hatua tuliyopiga ya maendeleo, mipango ya miji, ugawaji wa maeneo mbalimbali, mipango ya maendeleo, ujenzi wa vituo vya afya, ujenzi wa zahanati, ujenzi wa shule mpya za msingi na sekondari, upandishwaji wa hadhi wa vijiji kuwa miji, upandishaji wa hadhi wa vijiji kuwa mitaa. Naomba nikutaarifu kwamba Rufiji sasa tumepiga hatua, si halmashauri ya wilaya tena, ni halmashauri ya mji. Maana yake kwa hatua hii tuliyopiga, tunampongeza sana rais wetu na jemedari mkuu, amiri jeshi mkuu Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu kasi hii ya maendeleo haijapata kutokea toka Rufiji izaliwe, toka miaka 60 iliyopita tupate uhuru. Kasi ya maendeleo ambayo tumepiga Rufiji, hatua hii ya serikali ya awamu ya 6 ni hatua kubwa ambayo vizazi vya leo, watoto wetu hawa watakuwa wanaona ndoto zao zinakwenda kutimia, kwa sababu tumejenga shule mpya, tumekarabati shule za zamani, tumepunguza umbali wa watoto kusafiri kutoka kilomita 10 mpaka kilomita 5, na wengine wanasoma umbali wa mita 100, mita 50.